Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du. Na leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tunaanza kitabu chetu hiki cha fiqhi ya sala, taalimu salah. Kitabu hiki kinaelezea mafunzo kuhusu swala, kuhusu kuswali, kwa sababu tumeamua tuweke kitabu hiki cha kueleza mafunzo ya swala kwa sababu asilimia kubwa ya Waislamu wengi wanaswali kimazoea tu, kwamba swala inaswaliwa hivi, kwa hiyo haiswali swala kwa kuijua, bali inaswali swala kwa mazoea. Kwa hiyo tumeamua tuweke kitabu hiki kwa ajili ya kutoa mafunzo kuhusiana na swala. Kwa hiyo ndani ya kitabu hiki kimeelezea swala, kadhalika kimeelezea na udhu. Kwa hiyo mwanzo wa kitabu ameanza kuielezea swala, alafu kuanzia kati ya kitabu ameanza kuelezea udhu. Sasa kutokana na udhu unatangulia kabla ya swala, kwa hiyo tutaanzia kwenye mlango wa udhu ambao ni kati ya kitabu, alafu ndio tutarudi mwanzo wa kitabu kwa ajili ya kuendeleza mfumo mzima wa darasa ya swala. Kwa tutaanza kati ya kitabu kwa sababu kati ya kitabu ndio ameanza kuelezea udhu. Kwa hiyo tusome kwanza udhu, alafu ndio turudi mwanzo wa kitabu kwa ajili ya kuisoma swala. Sifatul wudhu'i, sifa ya udhu au namna ya kuchukua udhu. Namba moja amesema qabla an tabda alwudhu'a, kabla hujaanza kuchukua udhu, istahdhiri niyya, ihudhurishe nia, fi qalbika, katika moyo wako, wala tuharrik lisanaka biha, na wala usiutikise ulimi wako kwa kuitamka hiyo nia, kwa sababu nia haitamkwi, bali nia inakusudiwa ndani ya moyo. Lile kusudio lako ndani ya moyo kwamba nafanya kitu hichi kwa ajili ya Allah, ndani ya moyo wako ndo nia yenyewe. Kwa hiyo kwamba unatia nia ya tahara, kwamba nia yako ndani ya moyo ili uwe tahara upate kufanya ibada ya swala na ibada nyinginezo ambazo zinabidi zinazohitajia tahara. Watabda alwudhu'a, na unaanza kuchukua udhu, bidhikrillah, kwa kumtaja Allah, qailan, hali ya kusema bismillah. Maana mwanzoni kabisa unapoanza kuchukua udhu unataja jina la Allah, bismillah. Namba mbili, taghsilu kaffaika jayidan, unaosha viganja vyako vizuri, 3 maratin, mara 3, wala tusrif fil maana, wala usifanye israf, usifanye uharibifu katika maji, ukawa na mwaga maji ovyo wakati wa kuchukua udhu. Namba 3, ta'khudhu kaffan min alma'i, unachukua kiganja cha maji kama hivyo hapo, unatia maji kwenye kiganja, fatatamadmad, unasukutua, binisfiha, kwa nusu ya kiganja cha hayo maji, wastanshiq binisfi al-akhar, na upandishe maji puani kwa nusu nyingine. Maana maji yale ambayo unayatia kwenye kiganja kwa ajili ya mdomo na hayo kwa ajili ya pua, maana unayagawanya hapo, mingine inaenda mdomoni, mingine inaenda puani. Thumma khudh kaffan thani, kisha chukua kiganja cha maji cha pili, waf'al mithla dhalika, nafanya mfano wa hivyo. Thumma khudh thalitha, kisha chukua kiganja cha maji cha tatu, waf'al mithla dhalika, na ufanye mfano wa hivyo. Namba 4 anasema taghsilu wajhaka jayidan, unauosha uso wako vizuri, 3 maratin, mara 3, min manbati shari, kuanzia katika maoteo ya nywele. Maana sema maoteo ya nywele kwa huku juu kutokea usoni, maana hapo kwenye paji la uso, nywele za juu kuanzia kwenye maoteo ya nywele, ila asfari dhaqan, mpaka chini ya kidevu, maana hayo ni marefu. Ama mapana ya kuosha uso, wa min shahmati al-udhuni ila shahmati al-udhuni al-ukhra, na kutokea katika kinyama cha sikio mpaka kwenye kinyama cha sikio lingine. Na shahma katika sikio ni hii sehemu ya kuvalia hereni, ndio inaitwa shahma. Kwa hiyo mapana ya kuosha uso ni sikio mpaka sikio, na marefu ni kuanzia kwenye maoteo ya nywele mpaka chini ya kidevu. Namba 5 anasema taghsilu yadaik, unaosha mikono yako, min ruusil asabi, kuanzia katika ncha za vidole, ila almirfaqain, mpaka katika mirfaq mbili. Maana mpaka wa kuosha mkono kuanzia katika vidole, kwa sababu wengine wanapoona washaosha hivi viganja pale mwanzo, kwa wanaanzia hapa mpaka huko, la ni makosa. Kwa hiyo mkono unaanzia kuoshea huko kwenye ncha za vidole,
mpaka kwenye kiwiko hichi cha mkono, sehemu inayokunjika katika mkono ambayo inaitwa mirfaq. 3 maratin, mara 3. Watabda bilyamini awalan, na utaanza mkono wa kulia kwanza. Namba 6, tamsahu jamia rasik, unapaka kichwa chako chote, biyadaika ma'an, kwa mikono yako pamoja, ila alkhalf, kuelekea nyuma, bimaana unaanzia hapa mbele kuelekea nyuma kama hivyo, maana unatia maji unayamwaga, alafu unaanza kupaka. Unaanzia hapa kwenye utoshi wa mbele kuelekea nyuma, ila alkhalf, kuelekea nyuma. Thumma tarji'u bihi, kisha unarudi kwa hiyo mikono ila al-amam, mbele. Bimaana unaanzia hapa na hiyo mikono unaenda nayo mpaka nyuma kisogoni, alafu unatoka nayo huko nyuma kisogoni unarudi nayo pale ulipoanzia. Hiyo ndio kaifia sahihi ya kupaka kichwa. Kwa sababu asilimia kubwa ya watu wengi, ukitaka wajue kuchukua udhu, waangalie kwenye kipengele cha kichwa. Bimaana kichwa baada ya kipako wanakiosha. Mtu anachukua maji anaosha kichwa, anachukua maji anaosha kichwa. Kichwa kinapakwa hakioshwi. Namba 7 anasema tamsahu udhnaika, unayapaka masikio yako au unayafuta masikio yako. Fahuma juz'un, basi hayo masikio ni sehemu na rasi ya kichwa. Bimaana pale unapokuwa usharudisha mikono hapa mbele wakati wa kupaka kichwa, unaingiza hapo vidole vyako masikioni kwa ajili ya kusafisha masikio. Maana ushamaliza kupaka kichwa, unakuja kuyapaka masikio. Kwa masikio pia yanapakwa maji yale ambayo utakayotumia kwenye kichwa, na wewe unatumia kutumia wapi? Masikio. Maana yale uliyotumia kupakia kichwani, au wewe unatumia kupakia wapi? Kwenye masikio. Nukta namba 8, sema taghsilu rijlaika jayidan, unaosha miguu yako vizuri, ma'at tadlik, pamoja na kusugua. Unaosha miguu yako vizuri, unaisugua ila alka'bain, pamoja na kongo mbili za mguu, ndo mpaka kwenye kongo mbili. Maana hizi fundo mbili ndo ukomo wa kuosha mguu. Anasema al-yumna, mguu wa kulia, awalan, kwanza. Al-yumna awalan, mguu wa kulia kwanza. Thumma al-yusra, kisha mguu wa kushoto. Hapo na kwa udhu ushamaliza. Anasema idha faraghta min wudhu'ik, pindi utakapomaliza udhu wako, taqulu, unasema ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Nasoma dhikri hiyo. Thumma taqul hadha ad-du'a, kisha baada hapo unasema dua hii: Allahumma ja'alni minat tawwabina, ewe Allah nijalie mimi kuwa ni miongoni mwa wenye kutubu pindi wanapokosea. Waj'alni minal mutatahhirin, na nijalie mimi kuwa ni miongoni mwa wenye kujitaharisha. Hii ni dhikri ambayo inasemwa baada ya kuchukua udhu. Nukta inayofuata anasema nawaqidul wudhu'i, vitenguzi vya udhu, vitu ambavyo vinatengua udhu. Wayafsudu alwudhu, na unaharibika udhu, bihuduthi shay'in, kwa kutokea kitu, mimma yati, katika yafuatayo. Idha dhahabta liqada'i alhaja, pindi utakapoenda kwa ajili ya kukidhi haja. Fa akhrajta, ukatoa baulan, ima haja ndogo, au ghaitan, au haja kubwa. Maana hapo kama ulikuwa na udhu wako ushatenguka. Idha kharaja minka rihun, pindi utakapotoka kwa wewe upepo, bimaana udhu wako utakuwa umetenguka. Idha nimta nauman amiqan, pindi utakapolala ule usingizi mzito, ule fofofo, kiasi kwamba haujielewi hata chochote kitakachokutokea katika huo usingizi wako, yani ile ukutokea katika usingizi wako huyajui, maana inabidi utawadhi. Idha masasta dhakarak, pindi utakapoigusa dhakari yako, biduni hailin, pasi na kizuizi, maana ukaishika dhakari yako moja kwa moja bila kizuizi. Ingawa masala hiyo ni khilafu baina wanachuoni, lakini almuhim ihtiyat ni kutawadha. Idha akalta lahma jamal, pindi utakapokula nyama ya ngamia, kama ilivyokuja katika hadithi ya mtu aliulizwa, je, mtu atawadhi kutokana na kula nyama ya ngamia? Amesema ndio. Alhikma Allahu a'lam, Allah ndio mjuzi zaidi kwa nini mtu akila nyama ya ngamia ndo atawaze.
lakini akila nyama nyingine sitawadhi jambo hilo. Allahu a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala ndio mjuzi wa hikma kwa mambo ya muda kuwa kwamba sheria mpaka inakuamrisha jambo hilo lifanye, unajua kuna hikma ambayo imeichunga. Sawa, hiyo hikma ujue au usijue, lakini inabidi ufanye kazi kama sheria vile ambavyo ilivyoelekeza. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Darasa tutakayofuata tutaanza sasa kwenye swala.